Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube. Hospitali iliendelea kutoa huduma ya upandikizi wa vifaa vya kusikia ambapo watoto 54 walihudumiwa na kufanya idadi ya wanufaika kufikia 88 tangu kuanzishwa huduma hii nchini mwaka 2017. Na hapa ningependa kuweka msisitizo, hao 54 waliofanyiwa upasuaji huo wamefanyiwa upasuaji huo na madaktari bingwa bobezi wazawa. Ya kwanza zile za awali zilifanyika pamoja na wataalamu kutoka nje. Kwa serikali imegharamia watoto 54, kila mmoja ni milioni 45, sawa kwa watoto wote 54 itakuwa ni sawa na bilioni 2.43. Ambapo kama wangeenda nje, serikali ingelipa milioni 120 kwa kila mtoto, sawa na bilioni 6.5. Hivyo serikali imeweza kuokoa kiasi cha bilioni 4. Tanzania ni nchi ya kwanza kutoa huduma hii kupitia hospitali za umma katika nchi za Jumuiya ya Afrika Mashariki. Sasa katika kukabiliana na tatizo la watoto la kutosikia, mwaka 2023 serikali ilianzisha maabara kimataifa ya umahiri ya upasuaji wa upandikizi vifaa vya kusaidia kusikia kwa watoto na kuifanya nchi iwe nchi ya kwanza kusini mwa jangwa la Sahara kuwa na maabara hiyo. Hadi sasa madaktari bingwa wazawa 36 na wengine 18 kutoka Kenya, Uganda, Rwanda, Ethiopia, Nigeria na Ghana pia wamepatiwa mafunzo kupitia maabara hiyo. Na hizo training ni endelevu. Kwa katika kipindi cha miaka 4 iliyopita, hospitali imefanikiwa kuanzisha huduma ya ubingwa bobezi kwa watoto wachanga, kiwango cha kusikia kwa mara tu wanapozaliwa, ili kugundua mapema tatizo na kutoa matibabu mapema. Kwa sababu kwa sasa kinachotokea ni kwamba wazazi wengi wanagundua tatizo kwa kuchelewa, na kwa watoto lazima iwe chini ya miaka 5. Kwa hiyo ukivuka tule point ya miaka 5, mtu akawa na mwaka 5 kamili au 5 na mwezi mmoja, inamaanisha mtoto huyo hawezi kupata tena huduma hii. Kwa hiyo hospitali iliona ianzishe hii huduma ya kuweza kufanya uchunguzi mtoto anapozaliwa tu, na hiyo imeweza kusaidia sana. Kwa hiyo mzazi anakuwa anajua mtoto wake ni mtoto ana tatizo au hana tatizo. Manake mwisho wa siku hapa katikati tunasema mtoto tu hasikii, hawezi kusema, au labda tu ana kiburi au vitu kama hivyo, unakuwa unatoka kwenye mstari. Kwa hiyo tangu kuanzishwa huduma hiyo mwishoni mwa mwaka 2023, tayari watoto wachanga 320 wamefanikiwa kupatiwa huduma hiyo, na waliokutwa na changamoto hizo wamefanyiwa mpango maalum wa ufuatiliaji, ikiwemo mafunzo ya kuongea, yani sign language kwa lugha ya kitaalam, na baadaye kupandikizwa vifaa vya kusaidia kusikia kwa wale watakaohitaji upandikizi, lakini kwa wale watakaohitaji kupewa tu vifaa vya kusikia kawaida pia na wenyewe watapatiwa huduma hiyo stahiki. Hii ni Mkupa TV. Hakikisha unakuwa mtu wa kwanza kabisa kupata taarifa mbalimbali za kitaifa, kimataifa, burudani na michezo kwa kuwa mtu wa kwanza kusubscribe, kucomment, kushare pamoja na kulike Mkupa TV kwenye ukurasa wa YouTube.